Kumtegemea Mungu ni kusema hakuna kitu nitakachomficha Mungu wangu. Sitafanya kwa kiburi wala sitatengeneza uongo unaofanana na ukweli. Nitajinyenyekeza katika udhaifu wangu, ili yeye Mungu anayeweza kuvigeuza vilivyo vinyonge vikawa na nguvu afanye hivyo kwangu. Bwana asifiwe sana. Hofu zipo, matatizo yapo, changamoto zipo, na wakati mwingine tunateswa, na wakati mwingine imani zetu zinapita katika vikwazo vingi. Usikate tamaa, kwa sababu hata kama unayoyapitia yanatereza kama udongo mfinyanzi, bado yuko Mungu ambaye ukimnyoshea mkono wako atakushika mkono na hakika atakuvusha salama. Yamkini umeanguka kwenye shimo, umetegwa, iwe ni kikazi, iwe ni kibiashara, watu wamekuzunguka na wamekuacha na wengine wanakulaumu. Daudi anajua hata kama ungeanguka kwenye shimo lenye urefu kiasi gani, kama unamtumaini yeye Mungu na kumtegemea, hakika atakutoa katika shimo hilo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hakuna mtu anayeweza akasema mimi sasa kwangu imeshindikana, maana nimejaribu. Mungu bado hakuna linalomshinda, na kama alifanya kwa Daudi atafanya kwako na kupitiliza. Neno la Mungu linasema kitabu cha Maombolezo sura ya 3 mstari wa 27, ni vyema kijana ibebe nira yake kabla hajawa mzee. Kuna mambo ambayo kijana akishindwa kuyafanya katika ujana wake hataweza kuyafanya akiwa mzee. Kuna vita akishindwa kuvishinda hataweza kuvishinda akiwa mzee. Pamoja na mambo ya rohoni, lakini tunahitaji pia uchumi wetu ukue, tunahitaji pia taaluma zetu zikue, na tunahitaji pia kupata maarifa ya kutosha. Katika makongamano yetu ya vijana, katika ibada zetu, na sisi tutajitahidi kama wizara, kwa maagizo ambayo Mheshimiwa Rais ametupatia, tutatoa taarifa kwa kadri tunavyoweza. Nimesikia ahadi nyingi ambazo Mheshimiwa Rais alisema wakati wa kampeni, ikiwemo ya kutoa bilioni 200 kwa ajili ya uwezeshaji wa wajasiriamali, na wajasiriamali hao wengi ni vijana. Tuchangamkie hizo fursa, kwa sababu ni kwa ajili yetu sote, ili tuweze kutimiza malengo ambayo tunayo.